kwa wasanii, yani tuseme sanaa nzima, kiwanda kizima kinajua zamani Halfani alivyokuwa ndugu yetu. Ilikuwa kwamba ukienda kwenye palo lazima usubirie, ama utarudishwa, ama utaambiwa hayupo, ama vipi jamaa kalala, unaona. So ilikuwa ni ngumu sana kwenda kwa Majani. So kilichotokea kwamba tumeenda kwa P-Funk, alafu ikawa kwamba washikaji wamepata appointment, lakini tulipofika pale tukawa mlangoni tunasubiria. So mimi ndio nikawa naambia jamani, si tuondoke, kwa sababu mimi nilikuwa sijui anafanya kazi vipi. Mimi najua kwamba ukinipa muda kuniambia njoo saa 5 ni saa 5. Kama umechelewa kidogo labda saa 5 dakika 10 sawa, ama 15. So kwa hiyo mimi kipindi hicho nilikuwa sielewa hata kidogo. So ndio jamaa ananiambia bwana ukija hapa lazima mtakaa, marudini kesho, inakuwa hivyo. So na ilikuwa ni hata studios nyingine ilikuwa kama haujulikani. Nakumbuka pala hata kwa Master J pia niliongelea swala lile la kwenda unakaa nje unamwambia unataka kuonana na Mr. J, alafu assistant wake anakuambia ameshamwambia lakini hajamwambia. So kwa hiyo wao hawakunikataa, lakini kwamba kwa Master J, kwa mfano kwa Master J ni kwamba yeye alikuwa akitoka studio unamsalimia, wewe una ile kwamba unadhani amefanya nini, kwamba amejua amepewa nafasi, lakini amepewa ujumbe wako, kumbe hajapewa ujumbe. Kwa hiyo anakusema ujambo uko poa, unasubiria, unaona, lakini kumbe hana. Kwa hiyo wewe unafikiri amepata, na yeye anafikiri, anajiuliza huyu ni nani, ama ni vipi dogo amekuja kurekodi ama. So hiyo ilikuwa ni misunderstanding ambayo ilikuwa hapo. Ila kwa P-Funk ilikuwa ni straight up, unakuja labda anakuambia geuza.